Leo hii katika kutembelea mabanda, nimetembelea mabanda ya makampuni binafsi au tuseme taasisi binafsi, lakini pia taasisi za kiserikali, lakini pia nimepata fursa ya kutembelea halmashauri tofauti tofauti. Na katika maonyesho haya nimejionea namna ambavyo taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali pamoja na halmashauri mbalimbali namna ambavyo wamejipanga na wako madhubuti kabisa kuonesha na kutoa elimu katika maonesho haya kwa wananchi mbalimbali ambao wamekuja kwenye maonesho haya, namna ambavyo wanashughulika katika sekta hii ya kilimo, sekta ya ufugaji, lakini na uvuvi. Lakini pia tumeona namna ambavyo taasisi hizi pamoja na halmashauri wameweza kuanza kutekeleza kauli mbiu ya maonesho haya ambayo inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Sasa kauli mbiu hii ukiangalia kwa ujumla wake ni kwamba inatutaka sisi sote wadau wote wa sekta ya ufugaji, kilimo na uvuvi kuweza kuangalia au kuyatambua masoko yaliyopo ndani na nje ya nchi, kwa maana kwamba fursa zote ambazo tunaweza tukatoa huduma na tunaweza tukauza bidhaa zetu, lakini pia kuwa wabunifu katika kupeleka hizo huduma na bidhaa mbalimbali ambapo itasaidia sana kuongeza tija kwenye sekta zetu za ufugaji, kilimo pamoja na uvuvi. Na hapo sasa wote tunaweza tukajumuika na kuungana pamoja na serikali katika kutekeleza dira ya 2050 ambayo kufikia mwaka 2050 basi tunatakiwa kuyafikia malengo yake. Nitoe rai tu kwa taasisi zote na kwa halmashauri kwamba kauli mbiu hii isiishie tu kwenye maonesho haya ya 8 lakini tuendelee kuifanyia kazi, na pia ufanisi tulioona leo hii kwenye mabanda mbalimbali ya maonesho tuendelee kuyafikisha na kutoa elimu kwa wananchi wetu, kwa wakulima, wafugaji na wavuvi na wadau mbalimbali, ili sasa tija kwenye sekta hizi iweze kuonekana na hatimaye sasa wananchi wetu waweze kuongeza kipato na pamoja na kuboresha maisha yao, lakini pia halmashauri zetu na taifa letu liweze kuongeza mapato.